leo tulikuwa na hafla maalum ya utoaji tuzo kwa wanawake katika sekta ya usafirishaji. Hafla ni nzuri sana, lakini kupitia katika hafla kama hizi tunapata ujumbe mzuri sana kwa wanawake katika jamii zetu. Jamani, hivi vizingiti ambavyo tumevizoea katika sekta ya usafirishaji kwamba ni kazi za kiume, sasa taratibu tunaweza kuona hizi ni kazi za wetu sote. Kupitia hafla hii naomba iwe hamasa kwa wanawake wote ambao wanafikiria sekta ya usafirishaji ni sekta ya wanaume, wajue kwamba hii ni sekta ya wanawake pia. Tuna 10% ya wanawake katika sekta ya usafirishaji. Naomba hizi 10% ziwe nyingi, zifike japo 50, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo natoa wito kwa wanawake wajiengage katika sekta ya usafirishaji. Kama tumemwona kuna madereva bajaji, madereva malori, tumeona madereva mwendo kasi, tumeona madereva mpaka wa bodaboda. Kwa hiyo tuna nafasi ya kujiengage katika nafasi hizi. Kuna soko la ajira kubwa la kujiajiri huku, lakini vile vile ni ajira yenye staha. Kwa hiyo wito wangu kwa wanawake nchini kote ni huu katika maadhimisho ya siku ya mwanamke, lakini vile vile katika sekta ya usafirishaji. Naitwa Jasper Makala, ni mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali, kwa majina mengine National Council of Non-Governmental Organization NACONGO. Leo kwa niaba ya baraza NACONGO nimeshiriki tukio hili au hafla hii muhimu sana ambayo ililenga kuwaenzi wanawake wajasiri katika sekta ya uchukuzi. Ni jambo kwetu sisi, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu wanawake kwanza wakiingia kwenye sekta ya uchukuzi ni wanajipatia ajira, lakini wanachangia katika mambo ya uchumi, lakini katika mambo ya kijamii pia. Hapa sisi kama baraza na majukumu makubwa ya kisheria ya kuhamasisha mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa mchango katika vipaumbele vya taifa. Sasa walichofanya wa Ladies Joint Forum ambalo ni shirika sio la kiserikali katika kuwawezesha wanawake kwenye sekta ya uchukuzi na kuwapa ajira, lakini pia kuwaenzi, ni mojawapo ya kuwahamasisha, lakini ni kwamba shirika limetoa mchango wake kwenye sekta ya ajira kupitia uchukuzi, kupitia wanawake. Kwa sisi tuko hapa kwa ajili ya kwanza kushirikiana na naibu mheshimiwa waziri kwa niaba ya serikali, lakini na sisi katika kuwapongeza na kuwatambua wanawake katika mchango wao kwenye sekta ya ajira kupitia uchukuzi, lakini pia ni mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kupitia shirika la Ladies Joint Forum ambalo limetuwakilisha sisi kama mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa mchango wetu kwenye ajira ya wanawake kupitia sekta ya uchukuzi. Ujumbe wangu ni kwamba kwanza tunawahamasisha kwamba hawa walioanza wameonyesha mfano, kwa tunawahamasisha wanawake wengi zaidi wajitokeze kwenye sekta ya uchukuzi, kwa sababu ni jambo ambalo tumeona kwamba linawezekana. Wanawake wameona pale, wamejenga nyumba, wanafanya mambo makubwa kupitia hii ajira kwenye sekta ya uchukuzi. Kwa hiyo tunawahamasisha wajitokee kwa wingi katika sekta hii, lakini sio kwa wanawake tu, kwa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali nayo yaige mfano wa Joint Ladies Forum katika kuwawezesha wanawake wengi zaidi kujiunga na sekta ya uchukuzi, kuzalisha ajira, lakini kutoa katika mchango wa kiuchumi na maendeleo ya jamii. Mimi naitwa Francisca Damian Boya. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la Ladies Joint Forum, lakini vile vile ni katibu mkuu wa mashirika yote kwenye Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali. Sisi kama Ladies Joint Forum tukishirikiana na wadau wengine ambao ni NGO, Twico, OVA na Smartika Dadakonda, tunafanya kazi na wanawake. Sisi kama Ladies Joint Forum tuna mradi mzuri unaoitwa She Drive to Change. Ni mradi wa kuwezesha wanawake kujifunza kuendesha vyombo vya moto kwa kuanzia na bajaji na kupata leseni na kuanzisha biashara. Kwa hiyo tukaona kundi hili ni kundi ambalo halikutambulika sana. Sisi tumeamua tuwasherehekee, sababu ni wanawake ambao wanafanya kazi ngumu, mara nyingi wanafanya kazi wakiwa barabarani, na ni kazi ambayo pengine ilikuwa ikijulikana tu kwamba ni kazi ya wanaume, lakini sasa wanawake wengi wameiona hii fursa na wanaingia kwenye biashara hii. Lakini ikiwa pia ni hamasa kwa wanawake wengine ambao pengine hawajui kitu kingine cha kufanya, wataanzia wapi kwa ajili ya kusaidia familia zao, kujisaidia wenyewe kiuchumi. Hii ni fursa kuhamasisha kwa kuwaona wanawake wengine vinara ambao kwa siku ya leo tumewapatia tuzo.
Tulitoa tuzo kwa wanawake madereva bodaboda, madereva bajaji, madereva wa malori na mashine kubwa, madereva wa magari binafsi na madereva wa mwendo kasi. Kwa hiyo sisi kama shirika la Ladies Trade Forum tunajivunia kufanya kazi na wanawake hawa, kuwapa mafunzo, lakini vile vile kuwapatia mafunzo mengine ya kujitambua na kuishi katika mazingira haya magumu ya kazi, lakini vile vile kujiepusha na masuala yote ya ukatili. Hii ni sehemu ya kusherehekea siku ya wanawake duniani, na sisi tulichagua kuwasherehekea wanawake madereva ambao wanafanya kazi hizi za kwenye sekta ya usafirishaji na uchukuzi. Jina langu ninaitwa Happy Mushi, lakini wengi wamezoea kuniita kama dada bajaji kwa sababu ya brandi ambayo nimeitumia kwenye kazi zangu. Mimi kazi yangu ni dereva bajaji Dar es Salaam. Siku ya leo kiukweli nimefurahi sana. Kwanza nilipopata mwaliko wa kuja kuhudhuria kwenye hii event, sikujua kama nitakuwa tuzo, yani sikutegemea. Lakini nimefurahi sana baada ya kupata hii tuzo ambayo sikuitegemea. Hii tuzo mimi kiukweli inanipa motisha wa kuzidi kupambana zaidi na kuendelea kutokukata tamaa, kuendelea pale ambapo nilipo nipige hatua zaidi. Nimeona tuzo nyingi, nimekutana na madereva wengi sana, nimekutana na madereva bajaji, madereva malori, madereva mwendokasi. Yaani nimekutana na connection nyingi kiasi kwamba wameniinspire na mimi tena nianze kutoka kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini pia mimi ninachoweza kuwasihi wanawake na mabinti wasikubali kukaa majumbani. Wajitafute, wasitegemee kupewa tu pesa, watafute kitu ambacho kitakuwa kinawaingizia wao pesa. Lakini pia kitu unachokifanya, penda unachokifanya. Kazi yote unayoifanya ipende. Tumia mitandao ya kijamii vizuri. Kwa sababu kama mimi tuzo yangu hii ni ya kupigiwa kura. Tuzo yangu nilipigiwa kura mitandaoni. Kwa hiyo tumia mtandao kwa faida, usitumie mtandao kwa hasara. Mimi nimetengeneza mtandaoni na mpaka sasa nimepata tuzo. Hii tuzo ninawashukuru sana watu wa mtandaoni, Instagram, wote ambao walinipigia kura. Mungu hawabariki zile kura zenu. Sasa leo nimepata tuzo, ninawashukuru sana na ninawapenda sana na ninawaahidi sitowaangusha sana. Majina yangu naitwa Monica Maduhu, ni mzaliwa wa Bariadi, kabila langu ni Msukuma. Leo niko hapa kupokea tuzo ya wanawake majasiri. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimeweza kuwa mmoja wapo waliopokea tuzo na mimi ndio mshindi. Naitwa Monica. Tuzo yangu hii inamaanisha kwamba wanawake sisi tunaweza kila aina ya kazi. Mimi ni dereva wa lori na naendesha lori kutoka hapa mpaka Mwanza, mikoa tofauti tofauti. Hapo nyuma nilikuwa naendesha transit, yani nilikuwa navuka nje ya Tanzania. Lakini leo nafanya kazi humu Tanzania. Tuzo ina maana kubwa sana kwangu mimi. Ina maana wamenichagua, mashabiki zangu mimi wamenipigia kura, wamenichagua. Na kwenye hili tukio maalum nashukuru sana kwa kunichagua. Wanawake tusikae majumbani. Tufanye kazi. Kila kitu kinawezekana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Miundombinu ya barabara zetu hazijakaa poa sana. Tunaomba hilo watusaidie. Unaweza kutoka hapa mpaka Mwanza kutumia siku 3 kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Lakini wakiboresha unaweza kusafiri mpaka siku 2.